Hayo yamebainika hapa Mkalama baada ya wananchi kupewa mitungi ya gesi, na hapa wanasema tumetumia sana kuni ambazo zimeenda kutuathiri kiafya. Tukitumia nishati safi, tutaendeleza pia kutunza mazingira yetu tulionayo. Macho yamekuwa mekundu, tumeambiwa wachawi, tumeuawa kwa kupigwa na mapanga na mashoka kwa ajili ya kutumia nishati ya kuni ambayo ilituumiza sana. Tulitumia sana kuni na macho yakiwa mekundu, unaambiwa bibi mchawi kwa ajili ya moshi na madhara tuliyoyapata. Hivi sasa mimi siwezi kusoma maandishi madogo, inabidi nitafute miwani nivae. Lakini sasa hivi vijana wetu wanatumia majiko haya ya gesi, nafikiri watalinda afya zao. Kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Wazo Mwangonda anawataka wananchi kuachana na matumizi ya mkaa na kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi. Matumizi ya nishati safi ambapo tunashuhudia hapa nishati safi ya gesi, lakini pia nishati safi ya umeme. TANESCO wamekuja na ubunifu mkubwa, wamekuja na majiko ambayo yanatumia umeme kidogo sana, wanaweza kupikia zaidi ya lisaa alafu ikatumika uniti moja ambayo ni sawa na shilingi 300 na kidogo. Kwa hiyo tuwaombe wananchi kuachana na matumizi ya kuni na mkaa, tuendeni kwenye matumizi ya nishati safi na salama. Awali mkuu wa wilaya ya Mkalama Moses Machali akipokea mwenge wa uhuru kutoka Iramba anataja miradi na gharama yake, huku baadhi ya viongozi wa wilaya ya Mkalama walikuwa na haya kusema katika miradi mingine. Mwenge wa uhuru utakapokuwa katika wilaya ya Mkalama utatembea umbali wa kilomita 103, utakagua, utatembelea na kuzindua miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 2.18. Ni wilaya yenye mabonde mengi na milima. Imekuwa ina changamoto kubwa sana ya miundombinu, lakini tunaishukuru sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu imeonyesha kipaumbele katika eneo hilo. Kiongozi wa mbio za mwenge, nataka nikwambie, wakati ninafika hapa mwezi wa kwanza, progress niliyoiona hapa siku ya leo haikuwa hivyo. Mwenge wa Uhuru wilayani Mkalama umezindua na kuweka mawe ya msingi katika miradi ya afya, elimu, nishati safi, barabara na madaraja. Nikiripoti kutoka hapa katika kijiji hichi cha Iguguno, mimi Elisante Mkumbo wa ITV.